Tulia pale pale, tunasubiri praise wakae. Nyakati ya pili, ili ni andiko ambalo lipo siku zote, lakini kipindi hiki mpaka rais amelitamka, linatamkwa sasa kwenye vipindi media sehemu zote. Biblia inasema Nyakati ya pili, ile sura ya 7 na ule mstari wa 14. Neno la Mungu linasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu iwapo watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Hebu some pamoja kanisa la Bwana ili andiko. Sema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso wangu na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Sasa kuna mambo mengi hapa ambayo neno la Mungu limeyatamka. Asubuhi ilikuwa ninakwenda polepole, na sasa hivi naomba uniruhusu niende polepole katika siku ambazo leo kama tunamaliza. Tulikuwa na maombi, ingawa ilitokea ghafla katikati ya wiki. Rais akatangaza kwamba tutoe siku 3 hizi kwa nchi nzima tumlilie Mungu. Yani ni muujiza wa ajabu. Na kushangaa wewe usiyepiga makofi sio na matatizo gani? Yani hili unaliona ni la kawaida tu. Hebu tumpe Yesu sifa na utukufu. Najua wakati mwingine tunaweza tukawa tunaona hii haki yetu. Kumbe sio. Huyu mtu aliyetamka ni mtu mkubwa. Yeye ndiye mfalme wa nchi hii. Yeye ndiye msema mwisho. Ingawa sheria zipo, mahakama na nini, lakini yeye anamiliki kila kitu. Angelisema kwamba makanisa yasifunguliwe, tungelikwepo? Tujibu kanisa, tungelikwepo? Na anaweka mapolisi katikati ya mji, kila eneo watu wasapo. Akisema kitu ujue kwamba Mungu huwa anaiweka serikali, na Mungu huyo ndiye anaitoa serikali, na huyu amewekwa kwa ajili ya nchi ya Tanzania. Hebu tuseme amen. Leo angalia, anawawazia mazuri watu wa Tanzania. Wengine ukiwauliza marais wengine, hivi kwa nini umefunga watu wasiende kazini, watu wasiende kuna nini? Anasema kwa sababu nchi nyingine wamefunga. Kwa hiyo anaongoza kwa sababu nchi nyingine imefanya. Hawezi kureason kwa nini nifanye maamuzi yangu. Unajua kuna kipindi fulani Tanzania wakati wa Kikwete nafikiri tulitaka kuyasambaza maji kutoa Ziwa Victoria tupeleke mikoa ya Shinyanga, Tabora mpaka Singida au Dodoma. Wamisri wakainuka wakasema msifanye hivyo, kwa sababu mkifanya hivyo maji huku yataisha katika mto pale Suez Canal. Na pale nilishafika Misri nikauona ule mto Suez ule. Ni eneo kubwa sana ambalo linaangaliwa sana na Wamisri. Maji yake yanatokea hapa. Kwa hiyo kama tukiyasambaza maji, Misri itakufa. Lakini Kikwete akamwambia kwamba hii ni resources yetu. Hii ni zawadi tuliopewa na Mungu. Kama ninyi mlivyopewa mafuta na sisi tumepewa maji, hamtatupangia
maji yetu tuyatumie kama tunavyotaka sisi wenyewe. Kama mnataka njoni tukae mezani tuongee, lakini sio kuamuru eti msifanye hivyo kwa sababu no. Kwani sisi tunaambia kwamba mafuta msiachinde? Hayo ni maamuzi ya kiongozi. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa hivi yani lile tamko la kusema endeleeni kusali, wengine linawashangaza. Nilikuwa naangalia pale ofisini, watu waliokuwa wakiangalia ni mamia wanaangalia. Namba zinazidi kuongezeka, watu huko nchi za Ulaya na wapi walikuwa wajaamka. Watu wengi wanaangalia kwenye vipindi vyetu. Na wengine wanashika mdomo wanasema hii. Wewe ukipata kiongozi ambaye anatamka maneno haya maneno ametamka yeye mwenyewe, ikiwa na watu wa Ninawi, nilikuwa nafundisha nikasema walipopewa taarifa kwamba mji wa Ninawi utateketezwa kwa sababu ya maovu, watu wale walishika lile neno wakaanza kulifanyia kazi pale pale. Ndio maana sisi tumekuwa na maombi, tunakumbuka tulifunga na kuomba. Tunafunga na kuomba, na Ijumaa hii tutakuwa na mkesha mkubwa. Nafahamu ni kesho leo kwa tuanza saa 3 mpaka saa 10 au saa 9 alfajiri. Watu wote nje. Hivi vita sio vya kutumia mabomu. Hivi vita sio vya kutumia makombora. Hivi vita sio vya kupiga story. Hivi vita ni vya action. Na Biblia inasema vita vyetu ni vya rohoni, sio vya mwilini. Na huu ndio udhihirisho. Sasa tunapigana na nani? Tunamwona tunayepigana nani? Nauliza, tunamwona? Afadhali kipindi kile tunagombana na Linda Idi Amin, tulikuwa tunajua kwamba huyu ni mtu wa Idi Amin. Lakini sasa hivi tunapigana na hewa. Ndio maana tunageuzia, tunasema hivi vita ni vya rohoni. Tunapigana kitu tusichokiona. Lakini angalia, mtu anaweza kuwa anatembea hivi. Anatembea tunamwona kusikia anaanguka chini. Akianguka chini, mdomo unafunguka. Hapa panaanza kupanda. Yana anapodondoka manake hewa imeisha. Unashangaa amedondoka, yani hakuna mtu aliyempiga. Ni vita vya rohoni. Sasa rais, hata hapa sikuna jeshi, hata hapo kuna majeshi, lakini hajasema kwamba shikeni bunduki. Kwa sababu kitu hakionekana. Madaktari wanamwona mdudu yule pale kama kwa Joshua pale, lakini hawamfanyi kitu chochote. Utanifanya nini? Huniwezi. Si ndio maana yake? Huniwezi. Huna kitu cha kunifanya. Wanamwona mdudu yule pale na anamuua mtu, lakini hawana uwezo wa kumfanya kitu chochote. Sasa njia pekee yake ni kugeuka kwa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Watu waliokoka waseme amen. Ndio maana anasema katika Nyakati, anasema ikiwa tu endapo watu watamtambua yuko Mungu. Na ndilo hilo sasa, kwamba tuna mabomu, tuna makombora, tuna vifaa na nini, lakini hatuwezi kitu. Tunamwona mdudu yule pale, lakini hatuwezi kitu. Lakini unaona watu wanadondoka, watu wanaanguka, watu wanakufa. Ukimwona mtu wa corona anaugua, utashangaa. Yaani ananyanyuka hivi, anarudi kama yuko kifua wazi. Hii sehemu hii inaingia ndani kabisa. Mimi sijamuona kwa macho, lakini nimeona hivi. Mtu ambaye anaumwa, inaingia ndani, maana yake mapafu yanatafuta hewa, inapima hivi na rudi ndani. Maana yake wadudu wote wamekimbilia kwenye mapafu, wanazuia hewa isitembee. Wakati hewa inazidi kuzuiliwa, damu inaongeza kuganda. Damu inaanza kuganda mwilini. Na damu inapoganda mwilini, mpitisho wa damu unakuwa umekufa. Maana yake mtu anaweza kusimama pale pale. Na hakuna, usidanganywe, hakuna dawa ya corona. Kwa sababu virusi ni tofauti na bakteria. Virus ni kitu kama vile kansa iliyokufa.
Bwana Yesu asifiwe. Lakini Biblia inasema ikiwa tu watu watatambua kwamba mimi ndio ninaweza. Ikiwa anasema ikiwa watu, lakini pia anasema watu wangu. Unajua sisi tumenunuliwa kwa damu ya thamani. Wewe umenunuliwa kwa damu ya thamani ya Yesu Kristo. Yesu ametununua kwa pesa nyingi mno. Ndio maana mzazi hata kuhusu mtoto wake haribikiwe. Mama yuko tayari kupigana na mtu anayemtesa mtoto wake. Wanaona wakina mama uvumilivu na wakosa. Uvumilivu na wakosa kabisa anapoona mtu anamwonea mtoto wake. Hivi alivyo Mungu. Ametununua kwa fedha ya dhahabu. Fedha ya thamani sana. Juzi wote dunia nzima imesherehekea kufa na kufufuka kwa Yesu. Ni tendo la mwanadamu kununuliwa. Hili tendo ni ajabu sana. Mtu mmoja, hebu niangalie, nenda Buganga hospitali. Mtu atakuwa amelala kitandani, niangalie amelala. Wanamwambia kwamba wewe unahitaji kufanyiwa operation. Haya, pelekwa chumba cha mwanamke, hawezi kufanyiwa operation kwa sababu hana damu. Si sababu inatokea, hana damu. Na huyo mtu, ile tendo la kumwambia hana damu sio kwamba ugonjwa umesimama. Anaelekea kufa. Lazima awe na damu, lazima awe na hali nzuri, pressure ikae vizuri, sio Mama Samuel. Ndipo hapo. Kwa hiyo inabidi waanze kutafuta nani wa kumuongeza damu. Wakati huo kifo kinamsogelea, anazidi kuyoyoma. Leo baada ya ibada nilikuwa naelezwa na baba mmoja ambaye amesimama, huyu amesema huyu amehamia hapa kanisani. Mume wake na rafiki yake yule baba Julia. Alikuwa mume wake ambaye anasema tunahamia kanisani. Anasema kwamba mwanangu alirudi nyumbani akiwa ni mgonjwa. Amezika mtoto jana, ndio ilikuwa mwezi mmoja. Anasema mtoto anasema baba, sina nguvu, naishiwa nguvu. Tukaanza kumshughulikia na kumtibu, lakini usiku akaanza kama kuwa na diarrhea kidogo, kuharisha. Anaharisha njano. Kesho yake hata kuchukua hii chupa hawezi. Yaani nikachanganyikiwa. Anasema mchungaji, mtoto au mume au mke ni nyama ya nyama yako, ni mwili wa mwili wako. Yaani nilichanganyikiwa, nilikimbia, nilienda kutafuta pikipiki. Mtoto hawezi hata kukaa kwenye pikipiki. Yaani anazidi, anakimbia hivyo, anakimbia. Yaani manake kifo kinapeleka, unajua kinapeleka hicho. Ikabidi aagize taksi. Ilipokuja kuingizwa ndani ya taksi hawezi, mpaka tukamuingiza yule mtoto. Wakati gari la kimbia, mtoto akanyanyua shingo, akasema baba, hapa ni wapi? Yaani memory imeshaanza kulose. Hajui hata hapa ni wapi. Sasa mbona unaniuliza maswali hayo, hujui? Sema sijui hapa ni wapi. Na anaangalia hivi. Rafu. Anaivuta pumzi, anaivuta. Yaani baba ameshindwa, ni mtu mzima lakini ameshindwa kuelewa hii pumzi ni ya nini. Mara ya pili, mara tatu unamfikisha Buganda. Wanaanza kumwekea oksijeni, wanakandamizwa, wanafanya hivi na wanapata na mwambie kijana huyu ameshakufa. Sasa anadondoka hivi. Sasa mtu yuko tandani anaenda hivi. Na huyu anayedondoka anatafuta mtu amwekee oksijeni, amwekee damu. Mtu mmoja anatokea anasema kwamba happy na kuwekea damu yangu. Si unaelekea kufa na kuwekea damu. Wanapima damu yangu na happy, wanakuta kwamba zinaendana. Na mwekea happy. Akiwekewa happy anafungua macho. Alafu anasema sasa yuko sawa happy. Wewe tumfanyie operation. Je, sijampa uzima huyu? Nampa uzima. Ndio maana kitabu cha Walawi kinasema kwamba damu ni uhai. Damu ni uhai. Unapoona damu inamwagika, ujue kwamba uhai unadondoka. Kwa hiyo ili wewe uwepo, ujue kwamba umenunuliwa kwa kitu cha thamani sana. Wewe ni mali ya mtu. Sema amen. Wewe ni mali ya Kristo. Lile tendo la kufa Yesu kwa ajili yako halitamfanya
kumfanya anyamaze. Lakini anasema ikiwa mtatambua kwamba mimi nilikufa kwa ajili yenu, ikiwa mtatambua kwamba mimi ni baba yenu, ikiwa mtatambua kwamba mimi ninawamiliki. Kwa sababu unaweza kuwa unajua unamilikiwa, lakini unagoma tu, unatala, unagoma tu kwamba wewe sio mama yangu, wewe sio baba yangu, japokuwa unajua kwamba wewe ulininyonyesha. Lakini ikiwa tu utatambua kwamba mimi ni baba yako, jina la Bwana Yesu libarikiwe. Sema mimi ni mali ya Mungu. Sema tena mimi ni mali ya Mungu. Alafu anasema kwamba watu wanaoitwa kwa jina lako. Unajua tunaitwa Wakristo kwa sababu tunafuata njia za Yesu Kristo. Tunaitwa walokole kwa sababu tumeokolewa kwa damu ya Yesu. Tunaitwa kwa jina lake. Naomba useme tena amen. Ni jambo la kujivuna. Kuna dini sasa hivi zimenyamaza. Zimenyamaza, wajitokeze sasa hivi. Kwa sababu wanajua majina yao hayana nguvu. Sasa hivi Wakristo wanatamba dunia nzima, hasa watu waliokoka. Yaani waliokoka sasa hivi dunia nzima wanatamba. Haleluya! Wanatamba. Hiki ni kipindi cha kumsukuma mlevi. Yaani ukimsukuma tu anaanguka. Yaani hiki ni kipindi cha kumwambia mtu okoka, anaokoka. Yaani hiki ni kipindi cha kuleta mavuno mengi kwa Yesu. Hiki ni kipindi ambacho mtu ataka staki anakimbilia kanisani. Na wale niweleze, maana fahari yetu imeshindwa kutusaidia. Fedha, dhahabu, kila kitu. Tunakumbuka jana tulikuwa tunaombea mtu. Yaani niangalie, yule mtu tunayemwombea anafanya kazi kwenye nyumba za ma-celebrity, wale mabilionea wa Marekani. Usiku na anasema, mchungaji, naomba uniombee nisiubebe ugonjwa huu nikaupeleka mahali pabaya. Watajua ni mimi tu. Watajua ni mimi, maana mimi umeshajua kwamba nyumbani kwangu kumepatikana tatizo. Naomba tu Mungu anifunike katika hili, kwamba nisiende kuambukiza pale. Si wananiona mimi mweusi, nimepeleka pale magonjwa. Ndugu zangu, hakuna sasa hivi kujivunia pesa. Hakuna kujivunia taifa kubwa. Hakuna kujivunia taifa lililoendelea. Hakuna kujivunia nina magari 20. Sasa angalia, watu wamejifungia magari 20 yapo pale. Hakuna kujifikiria kwamba mimi niko Ulaya. Hakuna. Sasa hivi kinachofikiriwa sasa hivi ni jina la Yesu Kristo peke yake. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa wewe unaitwa kwa jina lake, ubarikiwe. Nasema ubarikiwe kwa jina la Yesu. Ndio maana tunajisikia vizuri hata tunapokutana hapa, japokuwa ugonjwa upo, lakini kweli tunaona kuna kaimani kama ndani yetu. Hatuna hofu, maana maisha yetu yameandikwa. Najua maisha yetu yameandikwa kama kitabu cha Ayubu. Siku zetu zimepangwa, zimefupishwa, mtu hawezi kuzizidisha. Kwa sisi tunaamini kama wewe ukipata na ukifa leo, hiyo ndio siku yako. Walio wabovu wa imani wamejifungia majumbani. Sasa wewe nikwambie, nchi zote zilizowafungia ndani zimeanza kuwaruhusu tokei, maana kuwafungia ndani haijasaidia. Jana sema kule sehemu za Florida Marekani, si kuna beach kubwa sana Florida, ni mji wa starehe. Walikuwa wamezuia beach, watu walipofungulia mbwa, beach zimejaa. Yaani wanadamu sio. Hii unaona sasa hivi kila mtu anaingia anadawa, kila mmoja anaogopa na mshika hivi. Ikiisha tu corona, wanadamu kusahau ni rahisi. Yaani watu wataanza kusalimiana tu kushika. Mimi jamani nikuulize swali. Hivi kwa nini unaning'ang'ania kunishika mkono? Baba, watu wengi wasukuma sasa. Yaani wewe si mtu wangu, tunashikana tu. Sasa mwingine yani
Kwa nini unang'ang'ania kunishika mkono wangu? Kwa kweli huwa haina sababu ya kushika mtu mkono. Hakuna sababu ya kushika mkono. Ili uhakikishe kwamba sio sababu, shika mkono hivi. Shika na wewe shika na shika. Utashika mchanga. Wala shika. Ukimaliza kushika, nenda kwenye bomba, kwenye sinki jeupe. Alafu fungua bomba, anza kunawa mikono, utaona nini? Weusi kumbe, yani ulikuwa shika uchafu wa watu. Ni kweli eh? Yaani utashangaa uchafu tu. Na kipindi tunafundishwa usafi eti. Yaani kipindi cha usafi, tunafundishwa usafi. Jamani, si usemage amen? Rudia tena, sema amen. Sasa Biblia inasema hivi, kwetu sasa tuliopewa jukumu. Nehemia alipoambiwa habari za kubomolewa, nilifundisha juzi, aliposikia habari za ndugu zake, Nehemia aliketi chini. Yaani alipotulia, akaanza kutafakari na kuwaza, akaanza kuchukua hatua. Kama kanisa lazima lichukue hatua. Hatutakuwa kama wale waliopotea, wasiokuwa na matumaini. Hatua hii ya muhimu sana kulitia jina la Yesu. Biblia inasema akalia sana Nehemia, na akaomba na kufunga. Hizo ni hatua. Sasa hapa Biblia inasema hawa watu sasa, niangalie, wanaoitwa kwa jina la Yesu huwa wanajisahau. Na wafundisha wakati mwingine unafanyaje? Wanajisahau. Hebu sema wanajisahau. Unajua mtu akijisahau hata ibadani haji eti. Nasema na watu. Mtu akijisahau hata kuomba hawezi kuomba. Mtu akijisahau anapata kiburi. Yaani hata mchungaji akiwa anampigia simu, anaiangalia tu simu, amejisahau, kiburi. Na nielewa, anakuja kanisani anavyotaka, amejisahau. Kuna kijana mmoja nilikuwa nazungumza naye asubuhi leo. Nikamwambia kwamba wewe ulikuja hapa huna mbele, huna nyuma. Maana yake huna baba, huna mama, huna mtu yoyote wa kusaidia. Wakati wa huzuni yako, sisi tulisimama na wewe. Wakati wa kutaka upate familia, hakuna mtu aliyesimama na wewe, tulisimama na wewe hapo ukapata mke. Ukakupa maisha mazuri, lakini sasa umejisahau. Kanisani mpaka usikie una harusi, anaoa Joshua, ndio unakuja sasa. Na unapokuja unaonekana wewe ni mtu executive wa muhimu sana. Kiburi kimeingia. Ukisikia wageni wanakuja kutoka Marekani, ndio unakuja sasa. Naona ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu wanapoingiwa na tabia hii ya kujinua, ya kujiona wanafaa, basi mimi nitakaa mbali nao. Nitakaa mbali, nitawaambia haya, malizeni mambo yenu. Maliza, endelea. Na mara nyingi watu kama hao lazima watafeli. Kuna mtu si kwamba amemkosa Mungu dhambi, amemtenda Mungu. Hajamtenda Mungu dhambi. Lakini ni mtu asiyejali. Hebu sema kutojali. Hajali. Kwa mfano, nikupe tu mfano mdogo. Juzi tumepata msiba. Kijana wetu mmoja amefariki hapa. Na tuko kwenye magrupu sana. Lakini wale wanaojali walisimamisha shughuli zao wakaenda makaburi. Tumetembea tukamkuta mkanga huko. Ni kweli? Amesimama, mimi kafikiri huyu anasubiri mahindi ya kuchoma. Yupo, tunamuuliza mkanga, unaenda wapi? Anasema nasubiri watu wanaenda msibani. Unaona? Kuna watu wanaojali walikaa pale mpaka saa 4 usiku.
Lakini kuna mtu anaangalia kwa message tu, anasema haya Mungu awatie nguvu, yupo na anasukata nywele na mtu. Ni mfano mwepesi tu, hajali. Sasa shida ikitokea, yeye ndio wa kwanza kupiga kelele. Roho ya kiburi kiingia, watu wanashindana na Mungu. Kwa mfano ukiangalia Papa Paulo anashindana na Mungu. Lakini Biblia inasema tena, mpinga Kristo atatokea wapi? Atatokea duniani. Wengine wanasema mpinga Kristo atatokea Italy. Sitaji ni nani, lakini atatokea Italy. Mtu asipojali atasema kwamba hili Biblia imepitwa na wakati. Ati atasema kwamba hakuna haja ya kuabudu. Huyo ni mtu hajali. Sasa Biblia inasema hivi, huyo mwenye kiburi, Biblia inasema atakapojinyenyekesha huyo mtu, akajishusha chini, akaona kwamba fedha yake haimpi majibu, akatambua kwamba elimu aliyo nayo haitamsaidia, wala dini yake haitamsaidia, huyo mtu akijishusha chini. Jamani, kujinyenyekesha ni kushuka chini. Amen. Uwe na tabia ya kushuka chini. Sema amen. Amen. Naomba useme tena amen. Amen. Watu wakifanikiwa kidogo, wamepata bajaji, yani kanisa anaacha. Akipata masaji, alisema akipata kanini starlet, yani akipata starlet, mtaa wote unajua, kanyaga nyanya za watu, nini kila kitu. Starlet bado Land Cruiser hajapata. Mungu anasema nyenyekea, shuka chini. Mtu anayeshuka ni mwepesi kuonywa. Mtu akishuka ni mwepesi kukemewa. Mtu akishuka ni rahisi akubali kuelekezwa. Jina la Bwana libarikiwe. Mtu ambaye hajashuka hawezi kuambiwa acha dhambi yako. Ndio maana nyakati za leo hapa tunakemea dhambi. Hapo makanisa hayasemi dhambi. Ukisema dhambi tu watu wanatoka. Na kuna watu ambao nimewaita ofisini nikawaonya kwa sababu watendea mabaya, anaondoka. Hiyo ni roho ya kiburi. Roho ya nini? Ya kiburi. Watu waseme amen. Kazi ya neno la Mungu ni kufanyaje? Kuonya eti? Ukaripia. Alafu kufanyaje? Kukemea, kuelekeza, kufanyaje? Kufundisha. Na watu mwishoni wake waache maovu yao. Ndio maana ya neno. Tunakuja hapa ni tusheke. Lakini mtu akishaingiwa kiburi, hawezi hata siku moja. Hata sababu mimi ni bosi, mimi nina pesa, kwa nini niende kanisani? Sasa sikilizeni. Zamani tulipokuwa tukienda Uingereza, watu walisema kwamba my God is my money. Yaani Mungu wangu ni hela zangu. Hela hizo zinaweza kunifanyia kitu chochote. Hicho ni kiburi eti. Sasa hivi fedha zinawasaidia? Nauliza, zinawasaidia? Watu wanachukua fedha sasa hivi wanazitupa mabarabarani. Haziwasaidii. Mungu anasema haya fedha ni zangu. Sasa Mungu anataka kuwaonyesha kwamba fedha haina thamani. Mungu ametaka kuwaonyesha utajiri walionao hauna thamani. Maana yake ni nini? Yaani au tajiri au senani amejifungia chumbani, anaogopa. Lakini swali, anaogopa nini? Hilo ndio swali. Watu wanaogopa nini? Watu wanaogopa corona. Watu wanaogopa nini? Kifo. Watu wanaogopa nini? Kifo. Hebu sema kifo. Sasa ajabu, anayekiogopa hajakikimbia, maana kifo kipo tu. Mtu ni tajiri lakini anaogopa kifo. Lakini Biblia inasema heri wafao, heri wafu wafao katika nani? Katika Kristo. Maana heri, maana yake wamebarikiwa wanaokufa katika Kristo Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Rudia tena, jina la Bwana libarikiwe. Amen.
Yesu atusaidie. Ndio mwenzako msonte kwa mbali, mwambie kwamba jifunze unyenyekevu. Rudia tena, jifunze kunyenyekea. Watu wengine wananyanyua mikono namna hii mpaka wanaanguka chini. Haijalishi umevaa suti, anaanguka. Nilikuwa nahubiri Dar es Salaam miaka nyuma, mwanamke ameanguka chini kwa sababu ya joto, jasho linamtoka, anatambaa namna hii. Anapopita maji yanafuata kwa nyuma kama vile amekojoa. Jasho linamtoka, hana ufahamu, analia. Na huyu anayelia sio kwamba ni jobless, ana cheo chake. Ni roho ya unyenyekevu. Rais amesema watu waombe. Hiyo ni opportunity ya muhimu sana. Nimeshangaa sijui mkoa gani. Nimeshangaa mkoa sijui upi. Unajua zamani tulikuwa tukifanya maombi hapa, tunafanya maombi, watu wanasema mnatupigia kelele. Siku moja naitwa mwanasheria, walienda kushtaki, kumbe huyo mwanasheria akakuta ni mwanasheria wangu. Akaniita huyo mwanasheria, akasema kwamba watu wanataka kufungua kesi kwa kanisa ile eti tunawapigia kelele. Yaani kufanya ibada tunawapigia kelele. Sasa hiki ni kiwanja kimedesigniwa kwa ajili ya viwanja vya ibada. Na tunaabudu kadri tutakavyo. Hii ni design kama kanisa. Huwezi kutupangia tuabudu kama wewe unavyotaka. Nikamjibu kabisa kwa maandishi. Waliniandikia barua nikawajibu kwa maandishi. Hiki kiwanja ni kiwanja cha kanisa, sio makazi ya watu. Wewe hapo unakaa kwenye makazi ya watu. Hiki ni kiwanja cha watu, cha kanisa. Tunamwabudu kadri Bwana anavyotuongoza. Sema amen. Lakini wanasema ni nini? Wanasema ni nini? Na nyie msemaji Bwana utafikiri ndio wenye kusema kelele. Wanasema ni nini? Kelele. Lakini kelele zinaruhusiwa na Mungu. Na kelele zikilia sana, adui anatetemeka. Haleluya, sema amen. Unajua sanduku la Bwana lilipoingia, Israeli alipiga kelele, wakasema Bwana ametutembelea. Zile kelele, zile shangwe, adui wakasikia, wakasema kwamba Mungu wa Waisraeli amewatembelea. Wanapojua Mungu amewatembelea, kupigwa lazima. Sasa kelele lazima zipigwe. Na Biblia inasema uzunguka ukuta uzunguki kimya kimya. Ile siku ya mwisho pigeni nini? Na ukuta utadondoka. Sisi sio wa hivi. Tusimame, tukae, tusinzie. No. Tulitolewa huko. Sisi ni watu wa kelele. Sema amen. Watu wa shangwe. Biblia inasema hivi, sema amen. Watampazia Bwana kelele zao. Mahali pale patatikiswa na Roho Mtakatifu atashuka. Sema amen. Kelele ni za lazima. Kelele ni za lazima. Nilipoajikwa nyamaza mwa, akatokea mwanamke mmoja, sijui mkuu wa wilaya, sijui nani, Dar es Salaam, akasema tunazuia ibada ni kelele. Akazuia ibada zisifanyike na vyombo vya music, eti kila kanisa linunue kwa chombo fulani kana control sauti, kelele. Lakini fiesta akija mpaka asubuhi, watu wanatembea uchi wa mnyama, watu wanakunywa mapombe, hiyo sio kelele. Baa zinapigwa usiku kucha, sio kelele, hiyo ni shetani. Na Biblia inasema hivi, najua hamwezi kuniamini kwa sababu ninawaambia iliyo kweli. Watu hawapendi kweli, wanachagua giza. Watu wanapenda giza. Aliposema hivyo, wachungaji wakaanza kukamatwa, eti kelele, eti tuabudu Ijumaa, Jumamosi na Jumapili basi. Nakwambia mlishamsikia mama ameishia wapi? Alifichwa sijui wapi. Mkuu wa mkoa Dar es Salaam akasema kwamba usiingilie imani ya mtu.
Hata kama Mungu wangu ni hili, muache. Hata kama Mungu wangu ni kama microphone, wewe niache. Nasema hata nikiwa naabudu nafanya wewe niache, hiyo ndio imani yangu. Amen, amen, amen. Narudia amen, amen, amen. Mwana mtu anaposajili kanisa, anaeleza jinsi atakavyokuwa akiabudu na Mungu wake anavyoamini. Ukisema mimi nitakuwa naabudu mawe, umeandika hapo lazima uabudu mawe. Na kama akisajiliwa anasema mimi nitaabudu mawe, usicheke, si ndio kuabudu kwake. Kwani hakuna watu wanaoabudu ng'ombe? Jaribu kumuua ng'ombe sasa. Ni Mungu yule. Si Mungu wake. Sasa unaingilia nini? Kanyamaza kimya. Kaja mtu mwingine, waziri sijui nani. Kaingilia katukuweka wachungaji. Yuko wapi sasa? Na ameishia kwenye hujumu tu. Kuna mtu mmoja kwenye Biblia akasema hivi. Hawa watu hao kama wamejitoa wenyewe watasambaratika. Lakini kama wametumwa na Mungu, nakwambia hamtawaweza, wacheni tu. Japo tunaonekana hatuna akili, sio wasomi, lakini mapepo yanakimbia, majini yanatoroka, adui anatumikia. Sema amen, haleluya. Tunapenda Yesu, pigia Bwana makofi na vigelegele. Amen. Unachotakiwa ni kujishusha chini. Kuona kwamba kuna siku moja utakufa. Wewe hutaishi. Zamani ndio alikuwa anaishi miaka 900, miaka 600, miaka 500. Sasa hivi ukifikisha miaka 50 mzee. Miaka 900, sasa hivi ukifikisha miaka 30 mzee. Mwanamke akizaa mara moja na nati zimeshalegea hivi. Ni mtoto mmoja tu amezaa, nati zimelegea. Watu sasa hivi wanatembea barabarani, unakuta unamuuliza unaenda wapi, wala hajui anaenda wapi. Anaongea peke yake. Halmashauri imeshafyatuka. Nasema uongo? Yaani nakwambia, wewe ukiringa, kuna wengine na babu zetu alikuwa naimba hivi. Ukileta mchezo kwa Yesu ana watu wengi. Ukileta mchezo kwa Yesu ana watu wengi. Wengine wanapanda milima, wengine wanashuka. Wengine wanapanda mlima, wengine wanashuka. Yaani wewe ukiteremka, wengine wanaona kuteremka kwako ni nafuu, waache wapande. Wengine wanapanda, wakishuka 5, 10 wanapanda. Ndio maana uimbaji ukiringa, Mungu atainua wengine. Yaani ukijifanya mimi sitoi, Mungu atainua mawe watatoa. Ukisema mimi sipigi kelele, Mungu atainua lingine tulitapiga kelele. Na mimi nasema msipo atainua mawe na atamsifu. Yaani Mungu ana watu. Mimi nikueleza hivi, Mungu anaweza kama amemdhamiria mtu, hata kama ni jambazi ameua watu 200, akamgeuza na akaokoka. Nilikuwa na mtu mmoja, lilikuwa ni baya. Likitokeza hivi watu wanakimbia, mpaka kanisa linakimbia. Nalo linaitwa ni Sauli. Nilikuwa nimeshachukua document linaenda kumaliza watu. Nikakutana na Yesu. Yesu aliposimama akaniuliza, likaulize nina kiburi, halina roho ya kujinyenyekesha. Nina kiburi. Nikasema, wewe ni nani? Alafu Yesu akasema, mimi ni Yesu yule ambaye unafanyaje? Unaniudhi. Anasema, wewe ni nani? Mbona kiburi hicho? Wewe ni nani? Anasema, mimi ni Yesu unayeniudhi. Kilichompata Sauli ni kutoona na kuanguka chini. Na ndiye amejikuta kuwa ni mtumishi, aliandika vitabu vingi na amepindua dunia. Mungu anaweza kubadilisha mtu yeyote. Nieleza hivi, mimi sijuagi sana kucheza hii kiduku hii. Yaani Mungu anaweza kunipaka mafuta sasa hivi, nikaanza kuwa napiga kiduku mpaka ukashangaa. Yaani hayo mambo ya Mungu, yaani nikabadilika, nikapiga kiduku kile chenyewe. Mimi sijui kutumia
kulia, sijui kutumia mkono wa kulia, hata kuponda sijui. Mimi natumia wa kushoto. Lakini Mungu anaweza kunipa upako wa mkono wa kulia sasa hivi. Mungu anaweza. Anaweza kuhuisha, anaweza kaua, anaweza kaibua, anaweza kubadilisha, anaweza kufanikisha, anaweza kuondoa corona wakati wowote. Sema haleluya. Kama nampenda Yesu, pigia Bwana makofi na vigelegele. Amen. Anaweza, sema anaweza. Anaweza, anachotaka wewe unyenyekee tu. Jana picha imepigwa, umeiona kwenye mitandao. Rais amepiga magoti chini, umeona? Yaani ameconcentrate, anaomba. Yaani nikasema mimi ni nani? Amepiga magoti. Unajua ni jamani, mimi nimeshaenda Ikulu. Nimeshaenda. Nakwambia yule mtu asipokunyoshea fimbo hivi unisogelee, huwezi kumsogelea. Si unaona tu anapopita ile skoti yake sindikali eti. Yaani asipokunyoshea fimbo njoo utamsogelea. Alikuwepo jamaa, mimi nilikuwa nimekaa hivi, rais yuko hapa. Jamaa huyu anataka kusogea vipi? Alipigwa kikumbo. Wanajua kupiga vikumbo, kipigo unanyamaza. Hata sio wanajua kupiga. Yaani ananiania tu anataka kumsogelea, eti naenda kuongea. Yaani vijana wakatokea pale wakampiga. Alafu alipompiga vimetulia tu. Huyo akaondoka mwenyewe. Rais asipokunyoshea fimbo huwezi kumsogelea. Ndio maana hata Esther alisema mpaka ninyoshee fimbo. Sasa huyo mtu huyo, maana yake huko chumbani kwake Mungu amemkuta. Mpaka angalia, mpaka mtu aliyesimama hivi. Mtu aliyesimama hivi aamue kushuka chini. Huo ndio unyenyekevu. Anaamua kushuka chini. Anaamua kupiga magoti, halafu anaamua kuinama namna hii. Jamani, huo ni unyenyekevu. Alikuwa hana sababu ya kulazimishwa. Jamani, unyenyekevu. Ngeukie mwenzako mwambie unyenyekevu. Rudia mara pili tena unyenyekevu. Sasa hivi hata hapa kanisani watu wanakimbilia kuja kanisani. Maana wamejua nyumbani kuna corona. Mungu anataka kutufundisha kitu. Mungu anataka kutufundisha kitu. Hili ni somo. Narudia, hili ni somo. Nauliza tena, hili ni somo. Mungu anataka kutufundisha kitu. Anasema tukisha jinyenyekesha ni lazima tuombe. Na lazima leo tuombe. Kuomba maana yake ni kutengeneza. Kuomba maana yake kujieleza. Anasema haja zetu. Biblia inasema haja zetu na zijulikane. Kwa hiyo haja tulionayo tutaieleza kwa njia ya kusema. Kuomba ni lazima. Na hakuna mtu asiyejua kuomba. Hakuna mtu asiyejua kuomba. Kama hujui kuomba, hata kama umeokoka leo, wewe ni mwongo. Lazima ujue kuomba. Naomba nipe chupa maji. Unaona? Ananipa. Lakini ikifika nikanyamaza tu, hawezi. Anaweza kunipatia maua chochote, lakini naomba unipe chupa ya maji. Unaona ananipa, aombaye huwa anapewa. Lakini kuna tofauti ya Wakristo wengi. Wanaenda mbele za Mungu wanatulia hivi. Eti anasema kwamba ninaomba kimoyo moyo. Sio kwamba unaomba kimoyo moyo, unatafakari tu. Kuna swala la kutafakari na kuna swala la kuomba. Kuomba ni kufungua kinywa, na unapofungua kinywa maana yake unatengeneza, unaumba kitu. Watu wengi huwa wanaenda mbele za Mungu, wananyamaza kimya, wanatafakari. Ndugu yangu, kuna kipindi cha kutafakari. Kipindi cha kutafakari ni hiki. Mtu kwa mfano anapokuwa na maombi, umesema nafunga na kuomba leo, usiingie kwenye chumba chako tu ghafla. Nenda kachukue kiti chako chumbani. Mimi nasema ingia chumba chako cha siri. Humo ndani yupo Mungu, atakusikia. Ingia chumbani, tulia kimya. Tulia, tafakari. Wakati umetulia, uwe na
Swali moja hapo ni hili: je, Mungu yupo? Je, nikimpelekea shida yangu atanisikia? Je, kwa hali nilionayo Mungu ataangalia vigezo vipi vya kunijibu mimi? Kuna maswali sana ambayo unatakiwa ujiulize. Ndio maana unaona wahubiri wengi, mimi ni evangelist, anaweza kasoma kamsali kamoja tu, lakini akaona wakati mrefu sana wa kumeditate, kutafakari. Na unamkuta mtu anahubiri masaa mawili, lakini amesoma mstari mmoja, na huo alitumia muda mrefu kutafakari. Mungu akawa anamjaza vitu, lakini huko si kuomba, huko ni kutafakari. Kuna dini za Asia, yaani akikaa namna hii, hawa kina Maharishi Yogi, akikaa namna hii, akakai, akianza kumeditate hawa Wachina, anaanza kupaa juu, mpaka anaweza akakaa juu, anaelea hivi. Hizo ni imani. Kwa hiyo swala la kunyamaza kimya, eti unaomba rohoni, huwa unatafakari. Sasa umemaliza kutafakari, Mungu anataka utamke neno. Biblia inasema hata kama Mungu anajua unaomba nini, Mungu anamwambia Bartimayo, anamwambia unataka nikufanyie kitu gani? Hata kama Mungu anaona kuna corona, lakini bado anasema unataka nini? Lile tendo la kufungua kinywa linaumba. Unapotamka moja, faida yake kwamba unasema Mungu peke yake ndiye anayeweza. Mbili, mimi ni mwanadamu, siwezi. Ndio maana yake. Sasa watu wanaomba. Nimeona ibada iliyopita, wengine wanaomba very serious, mwingine yupo tu. Utakumbwa na corona hapo. Biblia inasema usinipite Mwokozi eti. Kwa hiyo hata corona inatembea eti, inaangalia nani yuko serious. Akiona yuko serious inamruka. Maana hata Biblia inasema nyumba ya watu wa Mungu, yani wa Israeli, ipakwe damu. Ipakwe nini? Damu. Na kesho usiku ule atapita pepo wa mauti. Atakapopita, akikuta nyumba haina damu, mtoto wa kwanza ni haki yake. Sasa ni mauti inapopita, likiona hakuna alama yoyote, linaingia. Wewe unatakiwa uombe. Yaani hiyo tekniki rais akitoa tena, tutakodisha pickup, tutaingia mitaa ya Lumala huko ndani, tunaomba hadharani kwa jina la Yesu, mapepo machawi okokeni wewe unatandika huko ndani. Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hivi kuna marafiki zangu huko nchi zilizoendelea, wanaweka vispika juu ya magari yao, wanatembea wanasema Jesus is the Savior, Yesu ni Mwokozi. Wakisema Yesu ni Mwokozi, watu wanachungulia madirishani, alafu wanapunga mikono namna hiyo. Siku za nyuma ukisema Yesu ni Mwokozi hadharani, eti pressure, moyo unauma, pressure, ni mapepo hayo. Unafungwa, unasumbuliwa, polisi wanakuja. Sasa hivi jina la Yesu, very sweet, very deep. Kila mmoja, wengine wanasema wengine wanasema kwamba tunaomba tu kibali kitolewe tu twende makanisani. Walikuwa wanayakataza, sasa hivi wanatamani yafunguliwe kimbilie kanisani. Sasa hivi Yesu kule aliko anadeka. Yaani anacheka meno mpaka hapa. Anafurahi kwamba lengo lake linaenda kutimia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ajili ya corona ndio maana na wewe leo uko kanisani. Maana siku nyingine sasa hivi ungekula suka mabutu. Ibada iliyoisha watu wanakaa mpaka nje kwa sababu corona imewatoa ndani. Mungu anafanyaga vitu indirect kuwarudisha watu wenye kiburi. Mtu unamkuta una kibanda cha soda, lakini amejaa kiburi, soda tu. Yake ana supply mikate. Nakwambia Mungu anapendaga kwa namna hiyo. Ndio kia mwenzako kumwambia kwamba si wewe huyo. Mwambie
Mwambie kwa sauti, si wewe tu huyo. Hata kuombaga huombagi. Mwambie tu kwa niaba yangu, huombagi wewe. Unakatabia kupiga magoti juu ya kitanda wewe. Nimejifunza sana kipindi hiki. Kipindi hiki. Usijivunie mali. Usijivunie elimu. Usijivunie urembo wako. Usijivunie kazi ulionayo. Vyote vinaweza kubaki pale na visikusaidie. Yaani visikusaidie. Yaani hela unaziona hizi hapa lakini hazikusaidii. Ndicho kipindi hiki. Mimi nikueleze hivi. Hivi vita sio vya makombora. Hivi vita sio vya bunduki. Hivi vita sio vya kufungia makanisa. Hivi vita sio vya kuzuia watu wasiende makanisani. Hivi vita ni vya kumgeukia shetani. Ni vita vya roho. Na mpiganaji wake anaambiwa vaeni silaha. Vaa silaha. Vaa silaha. Watu walikuwa wanasema haya magonjwa yanawapata wazee peke yake, mpaka watoto, mpaka vijana. Watu walikuwa wanasema kwamba mablaki hawapati ugonjwa, mpaka mablaki wanapata. Jamani, na leo tangu juzi rais amesema ombeni, alafu umenyamaza. Na Biblia inasema tukishajishusha, Mungu anataka ushuke chini. Mungu anataka uone vitu hivi vyote ni vya kupita. Ukiviona vyote hivi ni vidogo, ndipo utakapoona kwamba Mungu ni nani. Lakini utakapoona vitu vyako vinakusaidia, utamuona Mungu kama msaada kwako. Utaringa. Utaona haina maana. What is God? Mimi wanashangaa mtu anapokuwa hana kazi, anafunga na kuomba ndugu kanisa. Lakini akipata kazi anasema I'm so busy. Niko busy sana bwana, niko busy. Yaani uko busy kwa Mungu. Je, Mungu akiwa busy na watu wengine akakusahau wewe, utakuwa salama? Sasa angalieni Uvira hapa Kongo. Uvira karibu na Kigoma. Maana nimeshafika na Burundi hapa. Ukiwa Burundi hapa unaona milima ya Uvira. Mvua imenyesha jana ujuzi. Umeona? Yaani maji yanaporomoka kutoka milimani. Watu wamekufa kama kuku. Hapa. Maji mekundu kama hapa. Yanaporomoka, yalipoenda kusimama watu wamekufa kama nini? Watoto wanapangwa kwenye magari kama mizigo. Sio corona, mvua. Kenya njaa inawatesa. Mbali ya njaa, nzige. Yaani nzige wakiingia hapa, kwa dakika chache majani hayapo. Nzige wakiingia majani haya yote yanaisha. Unaposikia kipindi kile watu wanasema kwamba nenda tafutia chakula, akaenda kuchukua matango mwitu katika Biblia, kilikuwa ni kipindi kibaya sana cha njaa. Wataalamu wanasema hivi, wachunguzi wa maandiko wanasema hivi, mtoto akisahaulika, ukamsahau chini ya mti hapa, kwa dakika chache unakuta mtoto ameshaliwa macho na mwili wote. Yaani nzige unafunikwa na mla. Serikali ya kipindi kile, mfalme akasimama akasema, yeyote atakayekusanya gunia la nzige kwa muda fulani mfupi tu, atapewa sehemu kubwa ya fedha. Kwa sababu nzige wakishuka hivi, wakila kuna nyuka, hakuna kijali. Na kama kuna mtoto analiwa, huyo mtoto anaisha. Huyu kama mtoto hawezi, analiwa. Maana ule mzigo utamdao, wanakula, wanamaliza. Hiyo iko Kenya. Na Kenya ni hapa tu karibu hapa. Si unaenda mpaka Silani. Unaenda mpaka Talibe. Si unaenda mpaka Silani. Kwa taarifa yako hujui, hapo ndio panaitwa Kenya. Masaa 3 mpaka 4 huko hapo na iko hapa. Huyo ni Mungu. Ebola ilikuja mpaka ikachungulia mlangoni kama kwa pastora. Alafu Ebola ikafanyaje? Ikageuka. Huyo Mungu ni nani kwetu? Ebola ilikuwa ni hatari, lakini ilikuja ikasimama, alafu ikageuka, ikaenda.
Nzige wanakuja Kenya, watu wanakimbia, wanasimama mpakani, wanageuka, wanatoka. Mimi nimekuja kufikiri hii ndio sababu kwa nini Mungu yuko pande wetu. Ya kwamba tunapata nafasi kama hii ya kumlilia Mungu. Sema tena amen. Amen. Rudia tena, sema amen. Amen. Naombeni hata kama utafanikiwa kiasi gani, mpe Mungu nafasi. Amen. Mungu anataka nafasi kwako. Mungu anataka muongee. Mungu anataka. Mungu anataka tuombe. Lakini sio corona peke yake. Hata sio corona, njaa. Asubuhi nimefafanua kuhusu wale wanyama, farasi, njaa. Na intention ya shetani sio corona peke yake, itazalisha mambo mengi. Njaa. Na nikakwambia kwamba Yusufu akamwambia mfalme Farao, akamwambia kuna farasi, kuna makundi mawili ya ng'ombe. Maana mfalme ameona ng'ombe walionona 7 na ng'ombe waliokonda 7. Wale ng'ombe waliokonda wakawala wa ng'ombe nani? Wale ng'ombe walionona. Nini maana yake? Mfalme hakulala. Asubuhi akaenda kumuita kijana aliyetupwa gerezani. Mungu akamwonyesha, akasema, Bwana asema kuna kipindi cha miaka 7 ambacho kinaanza sasa, kitakuwa ni cha neema kubwa. Watu watavuna sana. Mpunga, mchele utafika mpaka shilingi 500 kilo moja. Chakula kitakuwepo kingi sana. Vipindi vya miaka 7. Alafu kipindi cha miaka 7 kinachokuja kingine kitakuwa ni kipindi cha njaa kali. Sasa mfalme, kipindi hiki tengeneza magara, jenga magara, alafu tunza chakula. Wakati wa njaa ukija utakuwa na chakula. Mfalme alimheshimu sana Yusufu. Kilitokea mpaka Israeli ikakosa chakula, wakaenda pale. Sasa kipindi kama hiki watu hawafanyi kazi kwa uweledi, kwa ufanisi. Na kwambia utatokea njaa kali. Na bahati mbaya sasa hatuna hata nyumba za store. Kila siku unanunua kilo 2, si unachukua kimoja. Huwezi kuweka magunia na huna uwezo wa kununua gunia. Corona anazaa vitu vingi. Ingawa kuna mwanamke mmoja amefurahi kweli corona. Nimeona mwanamke kwenye mitandao anasema, nakushukuru Mungu kwa kuleta corona. Yaani anafurahi yule mwanamke, anakuja nani aliona hiyo? Anasema anafurahi kwamba corona iendelee kwa sababu waume zetu walikuwa wamechukuliwa, sasa yaani waume walikuwa wamepotea, watu hawaonekani, sasa wanaume wako sebuleni. Corona, asante, endelea corona. Na ni kweli corona imesaidia waume wabaki nyumbani. Yaani kipindi cha corona kina vituko. Kipindi hiki kiwe ni fundisho. Jina la Bwana libarikiwe. Hebu sema kuomba. Rudia tena, sema kuomba. Katika kuomba kwetu Mungu atatujibu kwa mambo mengi. Mengi tu atatusaidia. Mengi tu Mungu atatuinua. Atatufanya tuwe karibu sana na Mungu. Lakini anasema na kutafuta uso wa Bwana. Hili tendo la kuwatafuta, hiki kipindi lazima tumtafute Bwana. Mtafuteni Bwana, Biblia inasema maadamu anafanyaje? Naomba useme tu, maadamu anafanyaje? Hiki ni kipindi cha kumtafuta Mungu maadamu anapatikana. Lakini lingine anasema na kuziacha njia zetu mbaya. Unajua wewe unaweza kuwa sio mtenda dhambi, lakini jirani yako ni mtenda dhambi. Kwa ajili ya dhambi za watu Mungu anaruhusu mambo kama haya. Tunatakiwa leo tuombe sala ya toba kwa niaba ya watu wengine. Kweli eh? Amen. Unajua kuna watu hata hapa Tanzania wanaoana wanaume kwa wanaume. Unajua hiyo? Kama unataka kuhakikisha, nenda kwenye nyumba za Waswahili. Hizi nyumba za Waarabu hizi. Ukimkuta mtu anafanya kwa Waarabu sana, ujue huyu ameolewa. Kuna watu wengi wanaume wameolewa na Waarabu sana. Nenda pwani, Zanzibar, nenda pwani, watu wote.
Yaani hilo jambo ni la kawaida sana. Kawaida sana. Sasa imetoka huko kwenye kawaida mpaka imeingia makanisani. Mchungaji kama mimi nafungisha ndoa ya namna hiyo, na unasema hii ndio ndoa takatifu. Na Papa Paulo ameidhinisha kabisa, Papa Paulo, kwamba hizo ndoa ni halali. Halali watu wafungiwa wawe mwanaume kwa mwanaume. Sasa Mungu anaona haoni? Kwani wewe ndio umefanya? Si usemage tu. Anaona au haoni? Moyo wake unafurahi au ufurahi? Haufurahi, kwa sababu watu wanaenda kinyume na maagizo yake. Wewe lazima tutubu kwa niaba ya wengine. Mambo mengine nitayasema wiki inayokuja. Anasema kutoka mbinguni Mungu atasikia. Kwa hiyo maombi ya leo ni ya mapambano. Tumpinge shetani. Definitely shetani atakimbia. Mpinge shetani. Kataa mambo yake. Yaani wewe kataa tu. Yaani wewe panga kukataa. Yaani usipe shetani. Yaani mpinge tu, wala usimpe nafasi. Kataa. Mwambie mwenzako kataa tu. Yaani wewe kataa tu, wala usimsikilize. Sasa mnanianga. Hebu kwa sababu wala usimsikilize. Wewe kataa tu. Kataa. Sasa hiyo ndio tunatakiwa. Yaani akituambia tutakufa na corona unasemaje? Nakataa. Sitakufa bali nitafanyaje? Akiwaambia corona iko kwa jirani, kataa. Kama kwenye nyumba hii imepaka damu ya Yesu. Yaani unakataa. Tanzania tunateketea. Maana watu walisema kwamba mpaka ufike mwezi wa 3 tarehe ngapi Tanzania itakuwa na ugonjwa 1000 kwa sababu amekataa mambo ya kuzuia makanisa. Rais akakataa, nasi tunakataa. Kwa jina la Yesu. Yaani tukatae. Sifi. Naenda kunikwambia na hayo mabutu yako hayo. Umependeza sifi. Yaani lolote, hata kama akikwambia neno zuri na kukudanganyia, ujue huyu ni muongo. Yaani anakuvuta tu ili uingie line. Wewe Biblia inasema usimpe nafasi yoyote. Wala usimsikilize. Wala usikae naye. Kaa mbali na shetani. Maana watu wengi sasa hivi wanapishwa na hofu. Na Biblia inasema usiogope. Hofu ni mbaya. Nasema hofu ni mbaya. Sasa hivi kwa mfano mtu akipiga chafya kwenye daladala. Sijui mnaoingia kwenye daladala. Niliona daladala juzi natembea. Mtu mmoja akapiga chafya. Na kuambia driver nisimama, milango ilifunguliwa, watu walitimua wote. Sasa hiyo ni nini? Hiyo ni hofu tu. Hiyo ni hofu. Hofu ni adui wa imani. Ukiwa na hofu hutaweza kupigana. Nawapendeni sana. Nawapenda kwa jina la Yesu. Nasema nawapendeni kwa jina la Yesu. Hebu tamka maneno haya pamoja nami. Mauti ya kutengenezwa na mtu au na taifa lolote tunaikataa kwa jina la Yesu. Neno nimeliandika hili, najua lina faida kwangu na kwako. Sema tena, mauti ya kutengenezwa, kifo cha kutengenezwa na mtu au taifa tunaikataa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nikueleze, kama Wachina wameitengeneza ni waue wao. Sisi kwetu ni marufuku. Na yeyote, Biblia inasema kila mmoja atabeba mzigo wake wa dhambi. Biblia inasema roho itendayo dhambi ndio itakayofanyaje? Itakayokufa. Sasa yeye aliyetengeneza corona, yeye mwenyewe ndio afe. Kwanza hana faida kwetu. Afe yeye mwenyewe, lakini sisi watu wa Mungu, simba kutoka kichakani atatoka kutusaidia. Yesu kutoka kichakani atatoka kutusaidia. Sema amen. Sikiliza nikueleze.
kupambana na kukemea kila roho ya uharibifu. Hebu sema kupambana na kukemea kila roho ya uharibifu na mauti. Hayo ndio leo tutashikilia. Sikiliza niseme neno hili pamoja nani, utakuwa unanifuatia. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta na kuutafuta uso wa Bwana na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi zao na kuiponya nchi yao. Kwa jina la Yesu mwili wako uponywe. Kwa jina la Yesu maisha yako yafunguliwe. Kwa jina la Yesu familia yako asitokee familia mtu akafa katika familia yako. Kwa jina la Yesu nchi ya Tanzania inaponywa. Wakati nahubiri juzi, mtu mmoja alikuwa ananiangalia, anatoka Dar es Salaam, anaitwa Momani. Yeye ni Mkenya. Akasema, mtumishi, nilikuja kuona baada ya mtumishi, mbona hujaonweka bendera ya Kenya? Sasa nikasema nikamwambia nimeiweka, ipo. Sasa moyoni nikawa nasema mtu anaanzia cha kwake. Kama yeye umefungiwa kivyenu. Sasa mtu anaanziaga kwake, alafu ndio anaenda kwa jirani. Watoto wako watakufana nje, unaenda kupeleka chakula kwa jirani? Aka tunaanzia kwanza kwetu. Hata Biblia inasema hivi, injili itahubiriwa wapi? Kwanza inaanzia kuhubiriwa wapi? Yerusalemu. Alafu inaenda wapi? Hilo ni andiko liko wapi? Nani analifahamu hilo andiko? Nani analifahamu hilo andiko kama mnajua? Usiniambie Matendo ya Mitume kama niliposoma. Nijue kama kuna vijana sungua. Haya, 1 2 3 simama kijana. Huyo ni nani anayesimama? Okay. Haya, hebu soma nione kama unajua. Anasema nini? Lakini mtapokea nguvu. Tutapokea nguvu. Akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Juu yetu Roho Mtakatifu. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Katika Yerusalemu. Kwanza tunaanzia hapa Yerusalemu. Na katika Uyahudi wote. Uyahudi tunaanza kutoka mipakani kule Uyahudi. Na Samaria. Na Samaria vitongoji wapi? Kwa mfano tukiangalia labda Mangu wapi, Tarime huko, Mtwara wapi, kokote. Na hata mwisho wa nchi. Mwisho wa nchi huko sasa ndio tunaingia Kericho wapi huko, tunaenda mpaka Kenya, mpaka Zambia, mpaka wapi. Lakini lazima tuanzie Mwanza. Lakini sio Mwanza, tunaanzia huko kanisani. Lakini sio huko kanisani, tunaanzia kwako kwanza. Unajua wanawake na wanaume ni watu wawili tofauti sana. Niliona kuku wawili wanakula siku moja, jogoo na jike mwenye watoto. Yule dume linakula tu, lakini kale kamama kanakula, kanampa na mtoto, kanakula, kanampa mtoto. Naona huyu mama nikamuona ni mtu mwenye kujali yeye na anajali na familia yake. Lakini majamaa mengine yanakula kwa mama John eti mama Neema, yango kuta nyama, mayai na nini na nini, lakini nyumbani dagaa na utumbo. Lakini mwanamke mwenye familia sio rahisi aende kwa mama Neema. Yaani atakusaga utumbo wake na nini atapeleka kwa watoto wake. Ni lazima tuwajali watu wetu. Watu wa nyumba, Biblia inasema yule asiyewajali watu wake, hasa wa nyumbani mwake yeye mwenyewe, kama Timotheo anasema amekuwa mbaya kuliko yule asiyeamini. Lazima kwanza kujiombee wewe. Sema mimi. Na kuchalaza kibao, sema mimi. Unajiombea. Lakini la pili, ombea familia yako.
Kwa sababu usipoombea familia yako tena na mention, usidhani uko salama. Siku moja nilifuga kuku pale nyumbani, kuku wa kienyeji. Siku moja asubuhi naona kuku mmoja yuko, namwambia inuka, yuko hivi, unampiga teke, yuko hivi. Saa 4 mwingine yuko hivi. Sasa saa 5 mwingine namuona anatembea hivi. Mbona amepoteza mwelekeo atembea? Nilipofikia saa 7 naye yuko hivi. Yaani kwa siku nilikuwa na kufa kuku hata 10. Kuku 10 zimerundikwa hapo. Kesho yake zingine unaziona zinatembea tu, zinachekelea. Kesho asubuhi unakuta ziko hivi. Kuku zote zilikwisha eti. Zote. Wasukuma nasema ikula. Eti sasa hii corona ni ikula. Ikula kabisa. Kwa mfano niwamalizie. Nyumbani leo nilipoamka asubuhi, nilienda nikawasha, kuna switch ya, tuna umeme wa kawaida na kuna switch ya sola. Sasa niliona niwashe switch ya sola. Nilipoenda kuwasha switch, niliposogelea switch ya sola hivi, kuna 1 2 zinaenda. Namba yetu ni ya chumbani 1, ni 3. Nilipotaka kubonyeza ile, nikagundua hapa pamebonyezwa na watu wengi. Unaona? Sasa nibonyeze sibonyeze hapa. Lakini kabonyeza tutii. Kama yenyewe iko hapa imeshajinasa. Tunahitaji Mungu, tuete. Na nimesema kwamba mama pastora tutabadilisha maji, tutayatoa nyuma tuweke na nyuma na mbele huko. Maana kuna wengine wanapenda kupitia mbele. Akipita mbele anaingiza ikula. Haya, unaona maji yamewekwa huko. Kuna watu wengine wanapitia hapa. Anapita tu anakwenda kushika kompyuta, anashika nafanya, anafika anapitia hapa. Alafu anakuja, baba, anakugusa tu ikula. Yaani hatutaweza. Mimi nakueleza hatutaweza. Yaani hata mke wangu sasa, maana yake hata naponiletea sahani ya chakula, maana yake asiniletee eti. Unanielewa maana yake? Yaani hata uletea hata chupa, unasema mke wangu hapana, tutafika wapi? Yaani hata mke wako, hata mume wako, yaani anakuletea gauni zuri la Pasaka, zuri kabisa ulikuwa unatamani, anakuletea anasema ile ikule ile. Unalikataa. Tutafika wapi? Tunamhitaji Mungu peke yake. Yaani tunamhitaji Mungu. Simama kwa miguu yako miwili.